Hapa Dar es Salaam usiku wa kuamkia hii leo mvua za masika tunaweza kusema kuwa zimeanza rasmi. Na kutokana na taarifa za utabiri wa hali ya hewa ambazo tunakuwa nazo kwenye vipindi vyetu mbalimbali vya habari, tumeona ni kwa wakati gani tutapata mvua hizi. Lakini kwa mikoa mbalimbali kote nchini kumekuwa na mvua kuanzia juma lililopita, na tumepata kuona athari za mvua hizo. Wakati bunge linaanza siku ya Jumanne April 8, mmoja wa watoa hoja akiwa ni mbunge wa kutokea Kusini alitoa hoja ya kusimamishwa kwa kikao cha bunge ili kikao hicho kiweze kujadili athari ambazo zimetokea katika mkoa wa Kusini peke yake. Lakini tukaona serikali namna ambavyo imeingia kwenye uchakarikaji na kuweza kuangazia maeneo ambayo yamepata athari kwa ukubwa wake. Na sasa tunaweza kwenda katika mikoa yote ambayo kulitokea athari hizo na kushindwa kufanya movement kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini sisi wananchi wa kawaida kabisa ambao tunaishi katika mazingira yetu ya kila siku, kuna athari ambazo tunazipata kwenye usafiri, kwenye nyumba zetu. Kuna nyumba ambazo zinaezuliwa mapaa, lakini pia hata katika sehemu mbalimbali ambazo tunapata huduma za kila siku. Mfano wa taarifa ambayo tumekuwa nayo kutokea hapa Dar es Salaam, moja ya masoko muhimu sana ambayo yanategemewa. Athari kwetu sisi wananchi, tunawezaje kuziepuka na tunawezaje kuchukua tahadhari ikiwa tuko katika msimu huu wa mvua hizi za masika? Tunaye mshauri elekezi wa masuala ya mazingira Winifrida Shonde, na tutazungumza naye kuhusu suala hili. Karibu sana Winifrida. Asante sana ndugu mtangazaji. Yote kwa yote, leo kwanza tuambie umefikaje? Kwanza leo nimetoka nyumbani, mvua ni ya kutosha, foleni, lakini nashukuru Mungu nimefika ndani ya muda. Okay. Yeah. Mvua zikinyesha kuna uhusiano wote na foleni? Kabisa. Kwanza sijajitambulisha, naitwa Winifrida Shonde, balozi wa mazingira ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira. Lakini pia ni mshauri elekezi. Kuna connection au kuna ushirikiano kati ya foleni pamoja na hizi mvua kutokana na miundombinu. Okay. Yaani miundombinu iliyopo na athari zinazotokana na mazingira inaenda kupelekea mvua za mara kwa mara, na mara nyingine unashangaa labda mvua ambazo hatujazitarajia. Kwa hiyo unashangaa kwamba ulikuwa unategemea upite njia fulani ambayo ulikuwa unaitegemea kwamba itakuwa vizuri, unashangaa sehemu ile imejaa maji. Kama pale Jangwani nadhani watu wote tunashuhudia. Kwa hiyo hiyo connection kati ya mvua na foleni automatically Dar es Salaam mvua ikinyesha kidogo tu. Lazima kama ulikuwa umepanga kufika nyumbani saa 2 utafika saa 4. Yeah. Manake tayari hapo tumeanza kugusia athari ambazo sisi wananchi kutana nazo. Ndio. Mshauri elekezo wa masuala ya mazingira. Hili lipo kwa wananchi ama lipo kwa uongozi? Swala la mazingira ni kwa pande zote. Kwa wananchi na kwa viongozi. Ndio maana tunasemaga kwamba kwenye swala la kutunza mazingira huwa tunatoa rai kwa Watanzania wote kushiriki kikamilifu. Haijalishi wewe lile eneo unaliishi au uko mahali pale au haupo pale, lakini jitihada ya kila mmoja wapo kuhakikisha kwamba anatunza mazingira ya sehemu husika inaenda kusaidia mambo mengi sana huko mbele. Kwa mfano, ukiangalia kwamba mvua kwa sasa hivi hazina ratiba maalum. Na hii inatokana na nini? Na haya mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu gani? Kwa sababu wanadamu au wananchi au sisi binadamu tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali zinazoathiri
mazingira yetu. Kwa mwisho wa siku zinapelekea hata huko hali joto na namna ambavyo mvua zinavyotakiwa kutengenezwa ibadilike. Kwa hiyo ndio maana tunatoa rai sana kwa wananchi na Watanzania wote kuhakikisha kwamba wanakuwa namba moja kuyatunza mazingira, kwa sababu athari zake tunaziona. Na athari zake zinavyoathiri nchi yetu, zinavyotuathiri sisi wenyewe, haziaffect kwa upande mdogo, kwa upande mkubwa. Lakini tunashukuru kama ulivyosema awali, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kwamba amekuwa champion namba moja, lakini athari zinapotokea anaonyesha jitihada za nguvu sana kuhakikisha kwamba anaenda kusupport ile eneo husika, kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa sawa, ingawa kuna nguvu kubwa sana inatumika. Kwa hiyo kwa upande huo sasa, kwa vile sisi wananchi tumekuwa mashuhuda, ni beta sasa sisi wenyewe tuwe walinzi namba moja, tuwe actor namba moja, tuwe namba moja kwenye kila jambo, especially kwenye kutunza mazingira, swala la usafi. Sawa. Kwenye mazungumzo yako hapa awali umesema sisi wananchi tumekuwa ni miongoni mwa sababu za mabadiliko ya tabia nchi. Pengine kwa faida tu ya mtazamaji wa Alasiri Lounge leo, ni shughuli zipi hizo ambazo anazifanya mwananchi ni hatari kwa mabadiliko ya tabia nchi? Asante sana. Shughuli ya kwanza ambayo inaathiri mazingira yetu, swala la kwanza ni ukataji wa miti ovyo. Ukataji wa miti ovyo. Ndio maana umeona sasa hivi nchi yetu au Mheshimiwa Rais ameenda na hii kampeni ya clean cooking au nishati safi ya kupikia, kwa sababu watu wamekuwa kikata miti mingi kwa ajili ya mkaa, ambayo ile miti inaenda kuathiri baadaye. Ndio haya tunapata mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaathiri mazingira yetu. Lakini cha pili pia uchafuzi wa mazingira. Wananchi tumekuwa tukitupa taka ovyo, hatuweki utaratibu wa kujali maeneo yetu. Mtu anatupa taka sehemu yoyote ile, anashindwa kutambua kwamba akitupa taka hapa, baadaye mvua itanyesha, itapeleka zile takataka kwenye mifereji au miundombinu mbalimbali ambayo inasaidia kuchukua ile stormwater au maji ya mvua. Kwa hiyo inapelekea sasa baadaye kama kukiwa na uchafuzi wa mazingira, ina maana ile miundombinu yote inakuwa imeziba, ina maana haifanyi kazi yake ipasavyo. Ndio hapo unashuhudia kwamba maji yanakuwa na athiri, lakini pia yanasababisha mafuriko na mambo mengine mbalimbali. Sawa, ni kuunge mkono hapo kwenye kutupa taka ovyo. Nilishuhudia daraja lile la Jangwani pale kukiwa kumejaa maelfu ya chupa za plastiki. Sasa unajiuliza, hizi chupa za plastiki zimenywewa maeneo haya ya Kigogo tu peke yake au zimetokea wapi? Kwa hivyo ni kweli watu wanatumia maji, vinywaji, hawaweki katika sehemu stahiki, matokeo yake wanatupa katika njia za maji, na kama tulivyoshuhudia pale maeneo ya Jangwani. Kwa hiyo sahihi. Kuna baadhi ya maeneo ambayo athari zake ni kubwa, lakini zinafanywa kazi baada ya athari hizo kutokea ama kuonekana. Kama mshauri mwelekezi, uone kuna haja ya kuangazia yale maeneo ambayo ni korofi, kuyafanyia kazi bila kusubiri mvua hizi zitokee? Umeongea kitu kizuri sana. Kwenye upande wa mazingira, especially ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, ndio wanaosimamia swala zima la kuhakikisha maeneo yote yanafanywa kitu kinaitwa tathmini ya athari za mazingira. Ambao Baraza la Uhifadhi wa Mazingira, NEMKI, National Environmental Management Council, wao ndio wanaohusika kuhakikisha kwamba swala hili linapewa kipaumbele. Ambapo sasa ukiangalia kwenye hiyo intervention kwamba kwenye kuangalia yale maeneo korofi ambayo yanaweza yakasababisha athari huko baadaye, inawezekana pia kuna project au miradi mbalimbali iko maeneo yale. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha, au kinachofanyika kwa Tanzania ni kuhakikisha kwamba miradi yote inayotegemewa kufanyika au miradi yote inayotegemewa kujengwa au uwekezaji wa aina yoyote, wanashauriwa, wanasisitizwa kufanya tathmini ya athari za mazingira. Ili kuweka miundombinu sahihi ya maeneo husika, kupata historia sahihi ya eneo husika, lakini pia kujikinga na athari ya maeneo yale in case huko baadaye
athari zitatokea. Kwa hiyo hili nawashukuru sana watu wa Azam. Kwa kweli kitu mlichokifanya leo mnaweza mkaona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini hii elimu ni elimu kubwa sana ambayo inawafaa wawekezaji wote, wananchi wote na Watanzania wote. Kwa sababu wao wakiwa ni moja ya washiriki kwenye kuhakikisha kuweka hiyo tathmini ya athari za mazingira. Inasaidia wao kuleta changizo au kuleta vitu vitakavyosaidia mradi husika au maeneo husika ni namna gani ya kingo. Niwape mfano mmoja. Ndio. Kuna eneo lilikuwa linatarajiwa kujengwa hoteli. Ambalo mwekezaji kabla ya kuanza kujenga ile hoteli alipita huo utaratibu wa kufanya tathmini ya athari za mazingira. Na kwenye kufanya tathmini ya athari za mazingira, mmoja ya watu ambao mnawapitia ni wanakijiji au watu wa eneo lile, wananchi wa eneo hile, kukupa wewe view zao au maoni yao wanashauri nini. Wananchi wakasema hapa kipindi cha maji yanapita na ni kama mto kabisa. Sasa unaweza ukaimagine kama yule mwekezaji angeweka miundombinu yake bila kufuata utaratibu, inawezekana angeblock kabisa na angesababisha madhara. Kwa hiyo unaona hicho ulichokiongea, tathmini ya athari za mazingira ni muhimu sana. Na nchi yetu niseme tu kwamba inaipa kipaumbele hiko, na haya mabadiliko ya tabia nchi unashangaa maeneo yanaongezeka. Kwa hiyo tatizo linavyotokea linatupa alert kwamba okay, tunatakiwa tufanye hiki, lakini utaratibu upo wa nchi yetu, especially ofisi ya makamu wa rais, upande wa NEMC na washauri elekezi wapo ambao wanafanya tathmini ya athari za mazingira kabla hayajatokea athari zile. Lakini kutekeleza inaibidi ushirikiano kati ya wananchi na government na serikali. Yes, uwepo. Tathmini inafanyika. Ndio. Kabla ya miradi kutekelezwa. Ndio. Aidha ni ujenzi au ni mradi wa kutendeka. Ndiyo. Au kutoa huduma sehemu. Ndio. Unaangazia na mazingira. Ndio. Kwa nini bado athari hizi zipo? Umeuliza swali zuri na zinaendelea kutokea. Umeuliza swali zuri sana. Tunasema mabadiliko ya tabia nchi hayasababishwi na nchi moja. Au hayasababishwi na matokeo ya uchafuzi wa mazingira ya eneo moja. Mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa na vitu vingi sana. Ndo maana kumewekwa utaratibu sasa hivi, unaona kuna mikutano hii ya kujadili issue za mabadiliko ya tabia nchi duniani, ambako pia kwa Tanzania ni namba 1 kwenye ushiriki wa mikutano hiyo. Na mimi kama mmoja wapo ambaye nimekuwa nikishiriki mikutano hii, kuangalia ni namna gani nchi mbalimbali zinaweza zikashirikiana kuhakikisha zinatatua tatizo la uchafuzi wa mazingira au tatizo linalotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kama ulivyoongea, unaweza ukashangaa tunaweka jitihada kubwa sana hapa. Yes. Unashangaa tumeweka jitihada kubwa sana kwa mikoa hii yetu, lakini bado hizi changamoto zinaendelea kutokea. Zinaendelea kutokea kwa sababu gani? Kwa sababu swala la uchafuzi wa mazingira au effect au athari zinazotokana na uchafuzi wa mazingira haziaffecti hapa tu. Kwa hiyo unaweza ukashangaa tuko hapa Tanzania tunapata athari kutokana na Kenya labda au nchi mbalimbali zinazowekeza huko au zinazoendelea huko. Ndio maana kwa sasa hivi kuna biashara inaitwa biashara ya hewa ukaa. Nice. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tunasisitiza kupanda miti huko. Yeah. Wananchi wanapanda miti huko. Ndio. Tunatunza mazingira. Lakini wanaozidi kuemiti kuchafua ni wale nchi zilizoendelea kule. Sasa tunafanyaje ili kucompensate hii initiative tulionayo huku? Ndio ile inaitwa carbon credit au biashara ya hewa ukaa. Kwa hiyo unaona kabisa jitihada za kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi haziwezi kaisha leo wala kesho. Na hatutakiwi kusubiri kusema okay tumeshamaliza sasa hivi tumemaliza na kupambana na Dar es Salaam au na Dodoma au na wapi, basi we are done. No, tuendelee na wananchi wasichoke na Watanzania wasichoke, tuendelee kutunza mazingira yetu kwa ajili ya kizazi cha leo na kesho. Na hata matokeo tulionayo leo inawezekana ni jitihada za viongozi au za wananchi au za babu zetu na bibi zetu wa huko nyuma ambao hata hatuwajui. Ndio maana sisi tuko hapa leo. Winifrida, tumalizie kwa kumgusa Mtanzania wa hali ya kawaida kabisa. Ndio.
mvua zinaendelea kunyesha, maeneo yenye athari tayari tunayaona. Nikitaka kwenda sokoni sasa hivi hali ya soko ndio iko vile. Nikitaka kupita maeneo ya jiji hili la Dar es Salaam, wenye usafiri tu naona walivyo ndani ya magari yao na maji wanayokutana nayo. Ni kwa namna gani tunaweza kuchukua tahadhari kutokana na mabadiliko haya ambayo mvua hizi zinaleta kwa hivi sasa? Okay, kwanza mimi niwape pole kwanza kwa wale ambao mpaka sasa hivi wameshaathirika na hizi athari za mvua zilizotokea. Lakini pia nitoe rai au niwashauri wananchi wenzangu kuwa walinzi wa kila mmoja, kwa sababu tunavyokuwa tunapata hizi athari inawezekana tunaathirika wachache, lakini unapokuwa shuhuda wa kuona kinachotendeka, basi uwe ni mlinzi namba moja kuhakikisha kwamba swala la usafi wa mazingira au jitihada za kutunza mazingira ziwe za kwetu wote. Lakini cha pili ni kufuata ushauri na yale maelekezo ambayo tunapewa na viongozi wetu. Kwa sababu naamini mamlaka ya hali ya hewa iko on au iko makini kwenye kutoa taarifa za mvua hizi. Basi tusipuuzie, na ikiwemo hata wale wanaoishi maeneo ya mabonde, maeneo yale ambayo yanaweza kusababisha athari kubwa. Tuwe makini kwa kipindi hiki, kwa sababu athari za mazingira zinapokuja kuathiri eneo au zinapokuja kuathiri maisha yetu, zina affect kwa namna kubwa sana na zinaturudisha nyuma sana. Lakini naamini kabisa Watanzania tukiungana kwa pamoja, kwa jitihada za sisi kwa pamoja, tukayatunza mazingira yetu, tukawa viongozi, tukawa ambassador au tukawa mabalozi kwa wengine, kutoa elimu kile tulichokielewa kuhusu masuala ya mazingira. Lakini pia kujipanga. Unajua kule kwa mfano sokoni, umeongelea habari ya sokoni. Pia mpangilio ule wa namna soko letu lilivyo. Naomba tuwe makini hapa. Kwa sisi wafanyabiashara wenyewe, lakini kwa viongozi pia. Kuangalia kwamba okay, soko letu liko hivi, basi tuashumu kama mvua itanyesha, basi tunajua kwamba hii ndio itakuwa ni mifereji ambayo itapitisha maji. Kwa hiyo tukishangishana kwa hivyo usafi na kila namna, unaweza ukashangaa tunapunguza, ingawa hatuwezi kumaliza, lakini tutapunguza kwa kiasi kikubwa na tutachangia kwenye zile jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kabla hujaondoka, Watanzania nao wana maoni yao ambao wameshare na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Na tuna kila sababu ya kuona kile ambacho Watanzania wanakipitia katika maeneo tofauti tofauti. Pale ambapo tumewaambia kwamba mnaweza kuchangia pamoja nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii huko Facebook, Instagram pamoja na X, Azam TV TZ, UTV TZ, Azam TV Burudani, Azam TV Sports. Tupate kupitia maoni yako ukiwa mmoja wa ambao wameshiriki nasi katika mjadala huu. Bado uko nasi, na kama tulivyokuambia kwamba sasa tunapitia maoni ambayo wewe Mtanzania umeshirikiana nasi kuchangia katika mada hii ambayo tumekuwa tukijadili hapa muda mrefu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuangazie kile ambacho Watanzania wameshirikiana nasi. Naam. Naona bado mambo hayajawa sawa, lakini mshauri elekezi hapa wa masuala ya mazingira naeleza vya kutosha sana. Naam, tuyatazame kwa sasa. Naam, kupitia Adhuhuri Live, maoni ya wadau yanasemaje? Kwa hakika yanasema huku Pwani Mkuranga hatujapata adha yoyote kwa sababu miundombinu imejengwa vizuri na hatujajenga kwenye njia za maji. Naam, huyo ni mdau wetu wa awali. Hayo ni maoni yake. Litamani kuliona jina lake, lakini ndio hivyo. Mwarami Ngibweni anasema huku Morogoro ni furaha tu kwa wakulima, wanapanda mazao na mifugo imeendelea kupata malisho bora, alhamdulillah. Haya, kwa uchache ni hayo. Yes, unajua siku zote kwako ukiona ni adha, kwa mwingine inakuwa ni furaha.
Na siku zote unaweza pia ukatumia changamoto zilizopo kuzifanya fursa ili maisha yaendelee. Sio jamaa wanabebana kwa 2,200 3,000 huko kuvushana sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kweli sana. Winifrida, mvua ndio zimeanza na zitaendelea kuwepo. Nini ambacho unawaambia Watanzania kwa kumalizia? Okay, kwa kumalizia kwanza naomba ni waombe wa Tanzania watumie mvua hizi vizuri, kwa wakulima walime vizuri kwa sababu hii ndo fursa sasa. Tulikuwa tunasema mvua hakuna, mazao yanakauka, basi mvua hizi tuzitumie vizuri. Lakini pia mimi naomba nitoe fursa au nitoe rai kwa Watanzania, naomba tutumie mvua hizi at least kila Mtanzania kupanda miti. Okay. Yaani tupande miti, na ninaamini kwenye kila wilaya kuna ofisi za TFS wanaohusika na masuala ya misitu. Tuende pale kwenye wilaya husika, kama unahitaji miti watatoa miti ya namna ya kukusaidia kupanda. Lakini pia kwa sisi wa Tanzania wenyewe tutumie fursa hii kupanda mazao mbalimbali ambayo yanaendana na maeneo tuliopo. Ili mwisho wa siku mvua hizi zitakapoenda kukata ziwe zimetuachia kitu ambacho kikubwa zaidi. Lakini kingine nataka niongeze hapo kwenye kwa kipindi hiki. Tumekuwa tukijifunza kwanza pia namna ya uvunaji wa maji. Mimi naomba pia tutumie fursa hii kama tunaweza kwenye nyumba zetu kuweka kingo za kutusaidia kuvuna yale maji kwa ajili ya kuhifadhi. Tumemwona Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Aweso wanavyopambana kwenye kuhakikisha kwamba kila tone la maji linakuwa lina maana. Kwa hiyo basi kwa mvua hizi tunasema ni mafuriko, lakini pia zitusaidie kwenye kutunza maji kwa ajili ya baadaye tutakapo yahitaji. Tunakushukuru sana Winifrida. Hilo la kuvuna maji ni muhimu sana. Ni kweli. Ndugu yangu wa Ukangati. Kabisa, sisi kule bwana tunavuna maji. Na hata athari zile zitokanazo na mvua kubwa ni ndogo sana kwa sababu tunavuna maji. Lukangati, unapajua Morogoro? Anaitwa Winifrida Shonde, ni mshauri elekezo wa masuala ya mazingira, na tumezungumza naye hapa. Faida ni kwa pande zote, sisi wananchi, lakini na kwa viongozi wa serikali ambao wanatuwekea miundombinu bora kwa ajili ya kurahisisha maisha yetu ya kila siku. Na tahadhari ni muhimu tukaendelea kuzichukua katika maeneo ambayo tunayaishi. Tutumie pia mvua hizi kama fursa, tulime, tupande kwa ajili pia ya hapo baadaye.